Unajua kuna wakati kushinda vita kunaanza kwa kukubali kushindwa? Inaonekana kama udhaifu, lakini kwa watu wenye akili, hii ndiyo silaha ya juu kabisa. Sasa swali ni hili. Je, wewe unapambana kila vita au unachagua vita zako kwa akili? Na je, ushawahi kusikia wahenga wakisema, mti unaoinama haukatiki? Hii ni moja ya hekima ambazo watu wengi hawaielewi. Watu wengi wanaamini lazima ushinde kila mabishano, lazima ujitetee kila mahali, lazima uonyeshe nguvu kila wakati. Lakini ukweli wa kisaikolojia ni huu: kupambana kila wakati kunaweza kukuangamiza. Na hapa ndipo inakuja sheria ya 22 kutoka kwenye The 48 Laws of Power. Tumia mbinu ya kujisalimisha. Geuza udhaifu kuwa nguvu. Leo utaelewa kwa nini kujisalimisha sio kushindwa, jinsi ya kuitumia kujilinda, na namna ya kujenga ushindi mkubwa wa baadaye. Kabla hatujaendelea, bonyeza subscribe, like na share, kwa sababu maarifa haya yanaweza kukuokoa kwenye vita usivyohitaji kupigana. Pointi ya kwanza: kujisalimisha hukupa muda na udhibiti. Wakati mwingine ukipambana moja kwa moja, unapoteza kila kitu haraka. Lakini ukijisalimisha kwa muda, unapata nafasi ya kufikiria, kupanga na kuelewa mchezo mzima. Mfano wa maisha. Kwenye kazi, boss anakukosoa vibaya. Ukijibu kwa hasira, unaweza kupoteza nafasi yako. Lakini ukikaa kimya, unasoma mazingira, unapata muda wa kupanga hatua yako. Ukweli: kujisalimisha sio mwisho wa vita, ni pause ya kimkakati. Pointi ya pili: kujisalimisha huvunja nguvu ya adui. Mtu anayepambana na wewe anatarajia upambane, anataka ujibu, ubishane, ureact. Lakini unaponyamaza au kukubali kwa muda, unamchanganya. Kisaikolojia, ubongo wake unakosa resistance, na hapo nguvu yake inapungua. Ukweli mchungu: wakati mwingine njia ya kushinda si kupigana, ni kumfanya adui yako akose vita. Pointi ya tatu: kujisalimisha hulinda nguvu zako. Kila pambano lina gharama: nguvu, muda na akili. Watu wengi wanachoka maisha kwa sababu wanapigana kila kitu, lakini mtu mwenye akili anachagua mapambano yake. Mfano, badala ya kubishana kila siku kwenye mahusiano, unachagua kukaa kimya, kuangalia tabia na kufanya maamuzi makubwa. Point ya 4: kujisalimisha ni mkakati wa kurudi kwa nguvu zaidi. Kujisalimisha si mwisho, ni maandalizi ya comeback. Unajifunza udhaifu wa wengine, mazingira, timing sahihi. Halafu unarudi ukiwa na nguvu zaidi. Mfano, mtu anakuonea kwenye biashara. Badala ya kupambana moja kwa moja, unajifunza mfumo wake, halafu baadaye unampita kimkakati. Ukweli mchungu: ushindi mkubwa mara nyingi huandaliwa kwenye ukimya wa kujisalimisha. Pointi ya 5: kujisalimisha kuna kuonesha ukomavu wa akili. Watu wengi wana react kwa ego. Wanataka kuonekana sahihi, wanataka kushinda mabishano, lakini mtu mwenye akili anajua lini aache. Kisaikolojia, hii ni emotional intelligence ya juu sana. Ukweli: kushinda kila mabishano si ushindi, kujua lini usipigane ndio nguvu halisi. Ukweli ni huu: kujisalimisha sio kushindwa, ni kuchagua vita unavyoweza kushinda. Ni kukubali leo ili ushinde kesho. Ni kuinama sasa ili usivunjike kabisa. Kama umefika hapa, andike kwenye comment na chagua vita zangu. Like video hii, share na mtu anayepambana sana na maisha, na subscribe kama unataka kujifunza mbinu za akili, nguvu na mafanikio.